Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia katika historia ya Antonio Villas, tukio la ajabu la mwaka 1957 nchini Brazil. Mwaka 1957 katika kijiji cha São Francisco de Sales, jimbo la Minas Gerais, Brazili, kulitokea tukio lililokuja kuwa moja ya visa maarufu zaidi vya utekaji nyara wa viumbe vya angani, aliens abduction, katika historia ya binadamu. Maisha kabla ya tukio. Antonio Villas Boas alikuwa kijana wa miaka 23, mkulima wa kawaida aliyekuwa akiishi maisha ya kawaida kabisa. Hakuwa mtu wa kuamini mambo ya ajabu, hakuwa mlevi, wala hakuwahi kusoma habari za UFO sana. Alikuwa kijana mwenye akili timamu na alipendwa kijijini. Usiku wa tarehe 16 Oktoba mwaka 1957, Antonio alikuwa akifanya kazi shambani usiku ili kuepuka joto kali la mchana. Kuonekana kwa kitu cha ajabu angani. Akiwa shambani, aliona mwanga mwekundu mkali angani uliokuwa ukisogea polepole. Mwanga huo ulionekana kama kitu cha chuma chenye umbo la yai au duara, kikishuka taratibu hadi ardhini. Alijaribu kukimbia, injini ya trekta ilizimika ghafla. Kutekwa nyara. Antonio alisimulia kuwa alishambuliwa na viumbe wadogo wenye mavazi ya kijivu waliokuwa na macho makubwa ya blue. Walimvuta kwa nguvu hadi ndani ya chombo cha ajabu. Ndani ya chombo hicho alivuliwa nguo zote, alipakwa kioevu cha ajabu kama gel, alipelekwa kwenye chumba kisicho na madirisha. Jaribio la kigeni, aliens experiment. Baada ya muda, kiumbe mwanamke wa ajabu aliingia. Alikuwa mrefu kidogo, alikuwa uchi, alikuwa na nywele za dhahabu blonde, macho makubwa yasiyo ya kawaida. Antonio alieleza kuwa walifanya tendo la ndoa, lakini yeye alihisi tukio hilo halikuwa la mapenzi bali jaribio la kuzalisha kiumbe mseto, human aliens hybrid. Baada ya tukio hilo, kiumbe huyo alionyesha tumbo lake na kuelekeza juu angani kana kwamba mtoto atakayezaliwa hataishi duniani. Kurudishwa duniani. Baada ya masaa kadhaa, Antonio alirudishwa shambani. Alikuwa uchi, alikuwa dhaifu, aliona chombo kikiruka kwa kasi kubwa. Madhara baada ya tukio. Baada ya siku chache alipata kichefuchefu, alikuwa dhaifu sana, alipata vidonda vya ngozi, alionekana kama mtu aliyepata mionzi, radiation exposure. Madaktari walishangaa dalili zake. Uchunguzi na uhalisia. Antonio Villas Boas alichunguzwa na madaktari, watafiti wa UFO, wanasaikolojia. Hakuwahi kubainika kuwa mgonjwa wa akili, mlevi, mwendawazimu. Aliendelea kusimulia hadithi ile ile maisha yake yote bila kubadilisha maelezo. Umuhimu wa kisa hiki. Ni kisa cha kwanza duniani kuripotiwa cha aliens abduction chenye ushahidi wa kitabibu. Kilitokea kabla UFO kuwa maarufu kwenye filamu. Hadithi yake ilifanana na visa vilivyotokea baadaye kwa watu wengine duniani. Ukweli au ndoto? Hadi leo wengine wanaamini ni tukio halisi, wengine wanasema ni ndoto au hallucination, lakini hakuna aliyewahi kuthibitisha kuwa alidanganya. Antonio Villas Boas alifariki mwaka 1991 akisimama na simulizi yake hadi mwisho wa maisha yake. Historia nyingine ni historia ya Betty na Bana Hill, tukio la ajabu la mwaka 1961 nchini Marekani. Mwaka 1961 nchini Marekani kulitokea tukio lililobadilisha kabisa historia ya masimulizi ya utekaji nyara na viumbe wa angani, aliens abduction. Tukio hilo liliwahusisha wanandoa waliokuwa wa kawaida kabisa, Betty Hill na Bana Hill. Hiki ndicho kisa cha kwanza kabisa Marekani kuripotiwa rasmi na kuchunguzwa na wataalamu wa afya ya akili. Safari ya usiku ilianza kawaida.
Usiku wa tarehe 19 Septemba mwaka 1961, Betty mwenye umri wa miaka 42 na Bana wa miaka 39 walikuwa wakirudi nyumbani kutoka likizo yao huko Niagara Falls, Canada, wakielekea Portsmouth, New Hampshire. Wakiwa njiani kupitia White Mountains, eneo la misitu mikubwa na barabara tulivu, waliona mwanga mkali angani uliokuwa ukifuatana na gari lao. Mwanga usio wa kawaida. Mwanga huo ulibadilika rangi nyekundu, njano, blue, unaonekana kusogea kwa akili. Ulionekana kuwasogelea kwa kasi. Bana alisimamisha gari, akachukua darubini, ndipo akaona kitu kama chombo kikubwa cha mviringo chenye madirisha, na ndani aliona viumbe vilivyomtazama moja kwa moja. Hapo ndipo hofu kali ilianza. Kupotea kwa muda, missing time. Baada ya kuona kiumbe mmoja akimpa ishara ya kukaa kimya, walikimbia gari lao. Dakika chache baadaye walisikia sauti ya bip bip, gari likatetemeka, kisha walijikuta tayari wapo karibu na nyumbani, lakini masaa zaidi ya mawili yalikuwa yamepotea. Hawakukumbuka kilichotokea katikati ya safari. Dalili baada ya tukio, walipofika nyumbani, viatu vya Betty vilikuwa vimechanika, nguo za Bana zilikuwa zimeharibika, saa ya mkononi ilisimama. Walikuwa na hofu isiyoelezeka. Baadaye wote wawili walianza kuota ndoto mbaya sana, kuona kumbukumbu za ajabu, kuwa na hofu ya anga la usiku. Hypnosis na ufunuo. Mwaka 1964 walienda kwa daktari wa akili Dr. Benjamin Simon aliyowafanyia hypnosis tofauti. Chini ya hypnosis, walieleza kuwa walichukuliwa ndani ya chombo, walikutana na viumbe wafupi, vichwa vikubwa, macho makubwa. Walifanyiwa vipimo vya mwili, sampuli za ngozi na nywele zilichukuliwa. Walieleza simulizi zilizofanana sana bila kusikia simulizi ya mwenzake. Lamani ya nyota ya Betty. Betty alichora lamani ya nyota aliyodai alionyeshwa na kiumbe mmoja. Baadaye mwanamke mwanasayansi Marjorie Fish alidai lamani hiyo ilifanana na mfumo wa nyota wa Zeta Reticuli, japokuwa hili bado linajadiliwa hadi leo. Mjadala: ukweli au akili ya mwanadamu? Wanaounga mkono wanasema wanandoa walikuwa watu wa heshima, hawakutafuta pesa wala umaarufu, simulizi zao zililingana. Wakosoaji wanasema ilikuwa ndoto au stress ya safari. Hypnosis inaweza kupandikiza kumbukumbu za uongo, hakuna ushahidi wa kimwili. Umuhimu wa kisa hiki. Kisa cha kwanza cha alien abduction Marekani kilianzisha mjadala mkubwa duniani, kisababisha maelfu ya visa kuripotiwa baadaye. Kiliongoza filamu, vitabu na tafiti nyingi. Bana Hill alifariki mwaka 1969. Betty Hill alifariki mwaka 2004, wote wakisimama na simulizi lao hadi mwisho wa maisha yao. Ulisi wa Betty na Bana Hill. Hadi leo tukio lao linachukuliwa kama msingi wa simulizi zote za utekaji nyara wa viumbe wa angani. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Like now, bye bye.